Nikasema kumbe wewe ndio ambao uliokuja kuniua mtoto wangu. Akasema sio mimi mchawi, niliagizwa. Naomba unisamehe. Mungu mwenyewe anasamehe na mimi naomba unisamehe. Mimi ndio nikamkuja kumshika hivi akaanguka chini. Kidogo watu wakawa wamekuja, mimi nikaanza kulia. Wakasema usimguse huyu bibi. Ndio nilichokuwa namwambia, alikuja kuomba msamaha. Wa nini? Wewe uliomba msamaha kosa gani? Nilikuwa nimeomba kale ka shamba nilime, ina maana kulima pale ni kwa bure, ni shamba. Ndio akasema wewe ndio uniua mtoto wangu. Mimi narogaga mtu. Kwa Yesu. Imeonekana kwamba kuna bibi amepita hapa kwenye mji ambao umepatwa msiba wiki iliyopita. Sawa, kwa hiyo bibi katika pita zake akawa kafika kwenye huu mji. Kufika kwenye huu mji akaanza kuongea mambo ambayo yanahusiana na msiba ambao uliotokea. Kwa hiyo maneno hayo yaleta tafrani sana hapa, yule mama kupiga kelele na kisha wananchi kuweza kujaa na kumtumu kwamba huyu bibi itakuwa ndio mchawi ambaye amemuulia mwanae. Mpaka sasa hivi huyu bibi hajaumizwa na mtu yote wala hajaguswa na mtu yote. Tumepambana si kama viongozi wa serikali ya mtaa. Bibi ni kuja kugundua kwamba bibi amelewa. Kwa kama bibi amelewa, mtu yote mlevi afu umri wa miaka 70 na kuendelea, maana yake akili inarudi utoto, kwa anaweza kuopoka lolote. Kwa hiyo nikatambua kwamba bibi huenda pombe ndio imempelekea aongee vitu vya namna hiyo.